mpenzi mtazamaji wa TBC1 katika dondoo za magazeti, ambapo gazeti la The Guardian linaandika vituo vinavyoficha mafuta kunyang'anywa leseni, yasema serikali. Habari nyingine ni kuhusiana na Tanzania kujiandaa kuuza mahindi na mihogo nchini China. Hilo ni gazeti la The Guardian katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti la Daily News na lenyewe linasema taifa laahidi kuwa hakuna uhaba wa mafuta. Habari nyingine inasema shilingi yaimarika dhidi ya dola, na katika picha ya mbele katika gazeti hili la Daily News inaonyesha mvua ambazo zilinyesha kwa muda mfupi hapo jana na kusababisha kutuama kwa maji katika baadhi ya maeneo. Na pia watatu wakamatwa kuhusiana na mauaji ya mmiliki wa shule ya St. Zion iliyoko Unioni katika eneo la Kinondoni jijini Dar es Salaam. Hilo ni gazeti la Daily News. Uhuru lenyewe linaandika kuhusiana na mbio za urais mwaka 2015, wasomi wapasua jipu. Tuache kutegemea wahisani, asema Mkapa. Kigwangala Nyalandu watoa ya moyoni. Hilo ni Uhuru katika ukurasa wake mbele. Habari Leo lenyewe linasema wauza mafuta wapewa onyo. Ni kutokana na habari za migomo kusubiri bei mpya, yasema watakaoingia mtego huo kufutiwa leseni. Walimu wa Tanzania wakamatwa Kenya, linaandika Habari Leo. Hukumu ya Mramba na wenzake leo. Tukigeukia katika kurasa za michezo na burudani, Habari Leo linaandika ngoma zuta kamili Yanga, Azam kuchezesha chipukizi Kagame, Moshi mabingwa kombe la vijana. Uhuru linaandika Simba yaleta mzungu mwingine, washiriki kombe la Kagame hadharani. Daily News lenyewe linaandika refa wakati ya Stars na Crane ya Uganda anatoka Djibouti. Na gazeti la The Guardian lenyewe linaandika mashindano ya ngumi ya UBO yavutia wapiganaji kutoka Tanga na Dar es Salaam. Kwa ufupi, hizo ndizo dondoo za magazetini kwa leo.